Asante Bwana. Asante kwa kutuheshimisha Mungu. Asante Mfalme. Nataka nikaombe. Kuna watu ambao ni wagonjwa wa muda mrefu. Ni watu walio magonjwa muda mrefu, ambao wengine wamelishwa vitu vya kufisha. Wamelishwa vitu vya kufisha. Na wengine wanasumbuliwa na matumbo. Wamesumbuliwa na matumbo. Na wengine kwenye ulimwengu wao wa roho wameharibiwa. Hawaoni kitu kwenye ulimwengu wao wa roho. Hata wakiomba siku ile ndio inavurugika zaidi kuliko ambapo hawakuomba. Maana yake ulimwengu wako wa roho ulishaharibiwa. Nataka nikaombe kutoka sasa. Baba Mungu mtakatifu, uliye juu ya makerubi, uliye juu ya maserafi, uweza wa mkono wako uko mahali hapa. Na hili ni neno lako ambalo Mungu limekuja kutujilia sisi. Na watu wako wale ambao wamekatishwa tamaa, hawajui nini cha kufanya, ninakusihi kutoka sasa, kwa kuwa mioyo yao imeinuka, kutana na haja ya mioyo yao. Kutana na haja ya mioyo yao. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakataa kila utumwa wote uliowafunga watoto wako hata wakakata tamaa. Roho ya kukata tamaa, roho ya kutokuamini, ninaharibu hiyo nguvu iliyopandiwa kwenye anga lako. Roho ya kukata tamaa, roho ya kutokuamini, katika jina la Yesu Kristo, achilia roho ya mtu huyu, achilia na ufahamu wa mtu huyu. Kutoka sasa ninawatenga na mabaya aliyokusudiwa, na kutenga na mabaya yaliyonenwa kwako, na kutenga na magonjwa ya muda mrefu, magonjwa ya muda mrefu, magonjwa ya tumbo, pepo tumbo, roho ya kufisha uliolishwa vyakula. Wengine wamelishwa kwenye ndoto zao, wakati wamelala wameona wanakula chakula. Katika jina la Yesu ninakutenga na roho ya mauti, mauti ulionenewa ukaharibu anga lake, ukaharibu njia zake. Ninakutenga na hiyo mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Achilia nafsi ya mtu huyo. Nafsi yako haitatumikishwa tena. Imetumikishwa muda mrefu. Bwana anaambia nafsi yako imetumikishwa na maadui muda mrefu. Wengine wamefanya biashara kwa sababu ya nyota yako. Nyota yako imeng'aa, na kila wakati umeona wewe ni wa kutembea misituni, unatembea msituni, unatembea jangwani. Ni kwa sababu nyota yako imechukuliwa. Na wewe ambaye unaona anga lako, hata ukuomba huone kitu chochote. Ukiomba sana unaona mauti. Unaona unafukuzwa na kitu kibaya. Unaona unafukuzwa na mauti. Kwa jina la Yesu Kristo, wewe nyoka uliyemfunga mtu huyu ufahamu wake, nasema wewe nyoka uliyemfunga mtu huyu ufahamu wake, kotera bashika, ngoka, achilia ufahamu wake, achilia nyota yake. Hautaitumikisha tena, hautamzuia tena. Ninaondoa kila laana iliyonenwa juu yako, laana ya mikosi, laana ya kutokuolewa. Na ing'oa hiyo laana ambayo waganga walinena kwako, na kung'oa kwa waganga. Naita nyota yako, naita kibali chako, naita utumishi wako, naita kwa jina la Yesu. Ninaona watu baharini, wanatoka baharini, walifungwa na majini ya baharini. Na ninaona watu wengine wanalimishwa kama porini, kwenye mashamba. Watu waliochukua nafsi yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, narudisha hiyo nafsi yako. Nyoka walishirikiana na mizimu ya ukoo, na mizimu ya kwenu, na ikabila kutoka sasa. Enyi mizimu, wananiambia huyu ni mtoto wetu, hawa ni watoto wetu, sumbeondoka. Nasema kwa jina la Yesu, hawa ni watoto wa Mungu, wa Mungu aliye hai, aliyewaumba. Ninyi mliabudu miungu mingine, mkakamata nafsi zao. Nasema achilia nafsi zao, achilia nafsi zao, achilia viuno vyao, achilia matumbo yao, achilia. Ninaona kwenye kiuno cha mtu kitu kimekaa kama ushanga, lakini Mungu anaambia hii ni nguvu ya shetani. Ni nyoka ambaye amekamata kiuno chako, amekamata kiuno chako,
alafu wakakunenea utasa. Nasema kutoka sasa, achilia wewe nyoka wa kuzingazinga, roho ya kuzingazenga iliyokaa kwenye kiuno chako. Kazi yake ni kuzuia watoto, kazi yake kuzuia watoto. Una bleed, inakunywa damu. Nasema kutoka sasa, ninakuamuru kwa moto wa Mungu aliye hai. Mungu ni moto ulao. Nasema fire kwenye kiuno chako, nasema fire kwenye huo uvimbe, nasema fire kwenye ile tumbo, nasema fire, nasema fire, 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 the mighty name of Jesus. Come out, come out. Roho ya kifafa, roho ya kuanguka, roho ya kifafa mpaka kule nyuma, roho ya kifafa, roho ya kifafa, in the mighty name. Come out, come out. Wewe uliofungwa miguu yako, wewe uliofungwa kichawi na wanakutegeshea ukiruka ugongwe hata na pikipiki, na kataa hiyo mauti iko kwenye miguu yako. Wakati mwingine unaona miguu yako kama inakufa ganzi, inakuwa kama inakuwa mizito, na saa nyingine unasema mguu wangu nikijiteleza nitaumia nini? Nasema kwa jina la Yesu, naachilia moto wa Mungu aliye hai kwenye miguu yako. Nasema fire, kila agano, agano, agano la kufungwa na kufungua kwa jina la Yesu. Vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo na tumbo kujaa gesi, ninaamuru kutoka sasa, vidonda vya tumbo yeyuka, vidonda vya tumbo yeyuka. Achilia, na achilia uzima, na achilia uzima wa Kristo Yesu, na achilia uzima, na achilia uzima kwenye chembe ya moyo, na achilia uzima kwenye kiuno, na achilia uzima, the mighty name of Jesus Christ. Natakasa hilo tumbo lako, hicho kifafa kinaondoka, hicho kifafa kinaondoka. Shida ya uti wa mgongo unaponywa, shida ya uti wa mgongo inaponywa kwa nguvu ya jina la Yesu. Shida ya uti wa mgongo inaponywa kwa nguvu ya jina la Yesu. Na naona watu wawili wamewekwa kati, wamewekwa kati. Alafu huyu mtu anajishauri kwenye moyo wake, hivi nifanyeje? Saa nyingine anapata hasira. Ninaona hao watu wawili wamekuweka kati. Ukitaka kutoka wanakuzuia, ukitaka kutoka wanazuia. Mungu anaambia haya ni maroho ya majini ambayo amenenewa kutoka kwa waganga, kwa sababu wamechukua nyota yake. Watu wengine wanafanyia biashara, wengine wanafanyia biashara, wanasema wana nyota yake ni kali sana, akitoka sisi tutaangamia. Nasema kutoka sasa, ninarudisha hiyo nyota na hayo majini. Natangaza kutoka sasa, ninyi majini come out, ninyi majini come out. Fire, teketea kwa moto, teketea kwa moto wa Roho Mtakatifu, teketea kwa moto wa Mungu aliye hai. Achilia wanadamu, come out, the mighty name of Jesus. Wewe unayedaiwa muda mrefu, umewekwa kwenye kifungo hicho ili usiwe mtu wa furaha, usiwe mtu wa amani. Umefungwa kwenye kifungo cha kudaiwa kwa jina la Yesu Kristo. Hizo kamba za mauti zilizokufunga uwe mtu wa madeni, ninakufungua na njia yako naifungua kwa jina la Yesu. Hautakuwa mdaiwa, utakuwa na pesa hata za kuwapa watu wengine. Kwa jina la Yesu nafungua mikono yako, nafungua uchumi wako, nafungua biashara yako, nafungua shamba lako, nafungua ujenzi wako, nafungua kwa jina la Yesu. Na Bwana ukifungua hakuna anayefunga, na Bwana ukifungua hakuna atakayefunga. Nafungua huduma za watoto wako, nafungulia kibali cha wao kuwa juu, na wale waliowateka watekwe wao, waharibiwe wao, mauti zurudi kwao, na watu wako wakastawi. Aibu naziondoa kwao kwa jina la Yesu. Aibu za kusema muda mrefu, nazifuta hizo aibu, nazifuta zile aibu. Naachilia majibu yako, naachilia majibu yako yakatokezee kwa jina la Yesu.
yatokezee kwa jina la Yesu. Haja ya moyo wako yakatokezee kwa jina la Yesu. Unafunguliwa anga lako, unafunguliwa kibali chako, unafunguliwa hatua zako, unafunguliwa heshima yako, unafunguliwa utumishi wako, unafunguliwa vipawa na karama na huduma, unafunguliwa safari zako, unafunguliwa kawe juu kwa jina la Yesu. Ukamiliki na kutawala katika jina la Yesu. Ukamiliki na kutawala afya yako, ukamiliki na kutawala heshima, ukamiliki na kutawala utajiri, ukamiliki na kutawala katika jina la Yesu. Na asiwepo atakaye kushusha kutoka leo, asiwepo atakaye kushusha. Atakaye kushusha ashushwe yeye, atakaye kushusha ashushwe yeye, atakaye kusingizia haribike yeye katika jina la Yesu. Pressure bye bye, pressure bye bye, vidonda vya tumbo bye bye, kuanguka kifafa bye bye kwa jina la Yesu Kristo. Furaha ya Bwana iwe ndani yako, furaha ya Roho Mtakatifu iwe ndani yako, furaha ya kupakatia watoto iwe ndani yako, furaha ya kupata ujauzito iwe ndani yako. Kutoka sasa imekuwa katika jina la Yesu. Ninaona mikosi inaondoka. Watu wengi wametupiwa mikosi, wanakuwa wanalaumiwa tu. Kila wakati unaumizwa moyo, unalaumiwa. Mikosi hiyo utaiona tena kutoka leo. Wala kwenye nyumba yako haitatokea hiyo mikosi, wala kwenye huduma yako haitatokea hiyo mikosi, wala kazini kwako haitatokea hiyo mikosi. Ninaachilia nguvu ya kufanikiwa kutoka leo katika jina la Yesu. Asante Bwana. Mpe Yesu makofi kama leo. Na wote hapa mko huru. Bwana amewafungua wote, mko huru katika jina la Yesu. Na kila mtu ambaye nyumba yake imekuwa ikiwangiwa nyumbani, shamba lake, biashara yake, familia yake, kati naomba hapa, naona jeshi kubwa la malaika limeshuka kila mahali ulikotoka. Utasikia mabadiliko makubwa ya ajabu. Kuanzia leo mpaka na kesho, ukiwasiliana na ndugu zako wengine, utakuwa unasikia habari zingine za kushangaza. Bwana ameondoa vizuizi. Bwana ameondoa vizuizi. Ninaona kundi kubwa la watu ambao walitengwa wakaonekana wao sio kitu, na wao wenyewe wakakubali, wasema kwani mimi ni kitu gani? Lakini naona hilo kundi linaswagwa kama ambavyo ilikuwa kipindi kile cha Yakobo. Yakobo wakati anatoka kwa Laban amejaa baraka, anakuja, alitenga makundi zaidi ya 4. Alafu yeye akabaki na kundi la mwisho, amebeba ng'ombe, amebeba mifugo, na wale ambao walikuwa wamezaa wana vindoma vidogo, wanatembea polepole. Yeye ndio ameachiwa kundi la mwisho. Na ninaona watu wengi ambao Kristo anawaleta na mahali walipotengwa, ninaona wanarudishwa. Alafu namuona Kristo anawarudisha taratibu. Ninasikia Mungu anaambia narudisha nafsi za watu hawa zilizotengwa, zilizoharibiwa, zilizoonekana ni maskini, zilizoambiwa haitawezekana. Ninaona zinarudishwa. Ninaona zinarudishwa. Na watu wengi wamejuta kwa sababu walienda kwa waganga, na wengine waliambiwa haiwezekani. Nataka nikwambie unarudishwa, unakwenda kuona muujiza wako, unakwenda kuona yakitokea kwa haraka. Na unapoona hayo, umuinue Mungu, sema ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Aibu zinaondolewa ndugu zangu, aibu zinaondolewa. Kila mtu aliyekanyaga jioni ya leo mahali hapa, aibu zinaondoka, aibu zinaondoka.
Na Roho Mtakatifu anajaza baadhi ya watu mahali hapa, anajaza watu, wanashindwa hata kujizuia. Wengine sio mapepo, ni Roho Mtakatifu anajaza ndani yao, wanasikia kama vifua vyao vinapanuka. Roho Mtakatifu anataka nene ndani yako, na ukisikia kunena kwa dakika 3-4, wewe nena. Kandaraba shika. Roho Mtakatifu anarudi kwa nguvu. Yeye ndiye msimamizi wa miujiza, yeye ndiye msimamizi wa heshima ya mbingu. Tarabashika masaya kadabasaya. Unabadilishiwa vazi, unabadilishiwa vazi ulilochafuliwa nalo na adui. Ninaona unapewa vazi jipya, unapewa vazi jipya la kiroho, unapewa heshima mpya ya kiroho. Yes. Na wengine maagano yanavunjika. Watu wengine walikuwa na maagano ya babu zao yanaondolewa. Ninaona vitu vyeusi vinaondoka, unavikwa vazi jeupe, unavikwa vazi jeupe. Mungu ananiambia nabadilisha hatima ya watu, nabadilisha hatima ya watu waliotengwa, waliozuiliwa. Ninaona mavazi meusi yanaondoka, unavalishwa vazi jeupe la mwana kondoo, la damu yake, maana unasafishwa. Umepata kibali, umepata kibali. Ninaona kibali ndugu zangu, ninaona kibali kanisa la Yesu, naona kibali watumishi, ninaona kibali, ni kibali. Panda raba shaya kanda raba shika kanda raba lo. Wape kujua Mungu, wape kujua. Fungua macho yao ya rohoni, wafungue macho ya rohoni, waone ninachoona, waone hatima yao inavyobadilika, waone ni siku ya ajabu ambayo umewaleta watu wako. Ninaona vazi, ninaona watu wanabadilishwa vazi jeusi linaondoka. Ninaona utawala mpya, vazi jeupe, vazi jipya. Ninasikia la damu ya Yesu. Kumbe damu ya Yesu sio hii nyekundu unavyofikiri. Damu ya Yesu sio nyekundu unavyofikiri. Damu ya Yesu ni vazi jeupe, ni uhai wake, ni uhai wake. Ninaona nuru inang'aa ndani ya watu, na inapong'aa giza linaondoka, na linapoondoka utasa unaondoka, uvimbe unaondoka, kansa inaondoka, kila kitu kinayeyuka. Ninaona vazi jeupe. Jesus. Kila kifungo automatically unaona kinaondoka. Nini? Ninaona vazi jeupe. Vitu vingine vinaondoka vyenyewe, vinakimbia. Kama ulivyoona upepo hapa wa mvua unapotaka kusumbua, ninaona vitu vya namna hiyo vinaondoka kwa watu ambao viliwazinga watu miaka mingi, viliwachafua miaka mingi, vinaondoka. Unavikwa kitu kipya. Asante Bwana, asante Yesu. Mshukuru Mungu hata kwa Roho Mtakatifu. Wewe mshukuru Mungu kwa Roho Mtakatifu. Unaweza kanena kwa lugha, nena. Unaweza kunena Kiswahili, unaweza kunena Kiingereza, unaweza kunena Kilingala, unaweza kanena, nena. Shukuru Mungu. Ninaona watu ambao walikuwa na mateso ya ndoa, wanaume nguvu za kiume. Ninaona kitu kinachomoka ndani yako, kizuizi kinaondoka ndani yako, unarudishiwa uzima wako na heshima ya ndoa yako. Jesus, Jesus. Mpa Yesu makofi, piga makofi. Wamama vigelegele, wamama vigelegele na makofi. Weka mkono wako kwenye kifua hapa. Sema, Bwana Yesu,
Nakushukuru kwa sababu nimesikia kutoka kwako, kwa uwezo wa neno lako. Sasa nakuja mbele zako, uwe mwokozi wangu siku zote, uwe mwalimu wangu siku zote. Na yakataa mambo ya kale, mambo ya zamani, dhambi izingayo kwa wepesi, najitenga nayo kutoka leo, kwa jina la Yesu Kristo. Liandike jina langu katika kitabu chako cha uzima. Nisamee dhambi na makosa yangu. Mimi ni mali yako siku zote kutoka leo, na sitakuacha kamwe. Na shetani uondoke katika maisha yangu. Bwana tawala siku zote maisha yangu. Nimeokoka sasa katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi kabisa. Kama umebarikiwa, mpe Yesu makofi.